kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndiyo itakayomiliki uwanja, na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndiyo 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Nimekuja swali la Juma. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa hiyo ndio utakuwa mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na unaleta fedha, hapo ndo tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa hii kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini hii MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kuisajili utakuwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale kutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huo utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huo utakuwa na kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Atakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake, itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato na matumizi ya uwanja huu. Ili sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga anufaike na mapato. Swali muulizo nyingine, uwekezaji huu ni wa muda gani? Nilisema awali wakati tunafanya presentation, kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer. Kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tulikataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji uendeshe uwanja na sio klabu ya Afrika. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja ziko, matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kwenye mechi moja. Ukisema unampa mtu ruhusa amiliki uwanja baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, kwa mfano 6 bilioni ya uwanja wa KMC na investment iliyofanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya huyo mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build, operate and transfer. Tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga immediately baada ya uwanja kukamilika na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Nafikiri mnajibu swali. Haitakuwa na kikomo. Sasa uwanja. Na kwa level ya club uwanja wetu unaweza kucheza mpaka finali ya CAF Champions League, which is the latest.
itakuwa juu ya kategori ya Zanzibar. Nakumbuka mwaka jana uwanja wa nakumbuka mwaka jana mchezo fainali ya CAF Confederation Cup Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Stadium. Kwa hivyo katika uwanja wa Amani Stadium tuliweza kuaccommodate mechi ya CAF Confederation Cup final mwaka jana. Kategori ambayo tunakwenda nayo kwenye uwanja wetu ni category 3-4 ambao unabeba the highest tournament kwenye level ambayo ni CAF Champions League final. Swala la kwanza. Swala la pili, swali la pili imekuwa ni kuhusu aina ya pitch ambayo tunakwenda nayo ni high level hybrid, ambayo asilimia kubwa itakuwa ni natural, asilimia chache sana itakuwa ni artificial. Swali lingine mimi nitoa vizuri natokea Sport. Swali langu na maswali mawili kwa. Swali la kwanza ni kuhusiana na jina la uwanja. Uwanja wa Yanga ulikuwa unafahamika kwa jina la Kaunda. Kampani ambayo inaenda kutengenezwa kwa maana ya Yanga na JSM hivi kwenye swala la jina. Swali la kwanza. Swali la pili ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja. Tunafahamu serikali kupitia Benki ya Dunia wanatengeneza mji wa kisasa. Imekaaje? Utaanza kutengeneza uwanja then mji utawakuta ama utaanza mji alafu then uwanja utakuta? Asante. Napenda sana maswali yako. Swali la kwanza ni kuhusiana na kujibu swali la pili ambalo linahusiana na nani anaanza. Serikali imesha saini mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa hivi. Kuna daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, na daraja matatu yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto, na ameshaanza kujenga. Hivi tunazungumza wameshasaini na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, tutakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevation za hapa ambazo tunatakiwa tu, kwa sababu chini kutakuwa ni mtoni. Kutoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambao watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tunaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimension tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza. Umeuliza swala la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ilijenga uwanja mpya ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili
la uwanja huo likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitano. Na mkataba ulipokwisha wa naming right wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hao majina mawili, unaitwa jina lingine. Kwa hiyo klabu ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu. Na GSM ambayo ana asilimia 50 ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na klabu ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya asilimia 50 ya umiliki wake. Na we never know, baada ya miaka 2-3 tukiamua klabu ya Young Africans tukaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice zinaonyesha kwa duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, asilimia 50 ya jina kutoka kwa mwekezaji na asilimia 50 ya jina itatoka kwenye klabu ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming right. Hapa ambayo inaenda kutengenezwa kwa maana ya Yanga na GSM hivi kwenye swala la dini. Swala la pili ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja. Tunafahamu serikali kupitia Benki ya Dunia wanatengeneza mji wa kisasa. Imekaaje? Utaanza kutengeneza uwanja then mji utawakuta, ama utaanza mji alafu then uwanja utakuta? Asante. Napenda sana maswali yako. Swali la kwanza ni kuhusiana na nijibu swali la pili ambalo linahusiana na nani anaanza. Serikali imesha sign mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa hivi. Kuna daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, kuna daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, na daraja matatu yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto, na ameshaanza kujenga. Hiyo tunazungumza alisha sign na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, mtakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevation za hapa ambazo tunatakiwa tu, kwa sababu chini kutakuwa ni mtoni. Ukitoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambao watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tutaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza. Umeuliza swali la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya asilimia 50 kwa club na right ya asilimia 50 kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili la uwanja huo, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitano. Na mkataba ulipokwisha wa naming right wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hayo majina mawili, unaitwa jina jingine.
Kwa hiyo klabu ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu, na GSM ambaye ana 50% ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na klabu ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya 50% ya umiliki wake. Na you never know, baada ya miaka 2-3 tukiamua klabu ya Young Africans tutaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na Standard Practice inaonyesha uko duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, 50% ya jina itatoka kwa mwekezaji na 50% ya jina itatoka kwenye klabu ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming rights. Kwa maswali mawili ya mwisho tafadhali.